Ndoto ya nyumba, the dream of a maisonette. Wengi wetu huota kumiliki nyumba nzuri. Nyumba inatupa usalama na faraja. Maisonette ni aina ya nyumba ambayo ina ghorofa mbili. Inafaa kwa familia kubwa au wale wanaotaka nafasi zaidi. Kujenga maisonette ni kazi kubwa inayohitaji mipango na utaalamu. Kuanzia mchoro hadi kukabidhiwa funguo, safari hii ina hatua nyingi muhimu. Katika insha hii, tutaangazia hatua hizi zote kwa undani. Tutaona jinsi ndoto ya nyumba inavyoweza kuwa ukweli. Kwanza, unahitaji mchoro wa maisonette yako. Mtaalamu kama mhandisi au mbuni anaweza kukusaidia na hii. Mchoro unaonyesha mpangilio wa vyumba, ukubwa wa nyumba na vifaa vitakavyotumika. Baada ya kupata mchoro, unahitaji kupata kibali cha ujenzi kutoka kwa serikali za mitaa. Kibali hiki ni muhimu ili kuhakikisha kuwa nyumba yako inajengwa kwa kufuata sheria na kanuni zote. Baada ya kupata kibali, unaweza kuanza kutafuta mkandarasi wa ujenzi. Chagua mkandarasi mwenye uzoefu na sifa nzuri. Ujenzi huanza kwa kuchimba msingi. Msingi imara ni muhimu kwa usalama wa nyumba. Baada ya msingi, kuta hujengwa kwa kutumia matofali, mawe au zege. Ikifuatiwa na paa. Paa inaweza kuwa ya mabati, vigae au nyasi, kulingana na mapendeleo yako na bajeti. Wakati huo huo, mafundi bomba na umeme wataanza kazi zao. Mabomba ya maji, maji taka na umeme huwekwa ndani ya kuta na sakafu. Baada ya ujenzi wa msingi, ni wakati wa kumalizia. Hii ni pamoja na kupaka rangi, kuweka sakafu na kufunga milango na madirisha. Vifaa vya ndani kama vile sinki, vyoo na taa pia huwekwa. Baada ya kukamilika, nyumba hukaguliwa na maafisa wa serikali ili kuhakikisha inakidhi viwango vyote. Mwishowe, mkandarasi atakukabidhi funguo za maisonette yako mpya. Sasa unaweza kuhamia na kuanza kufurahia nyumba yako mpya.